Yangu ninaitwa Balinjema Halisi, ni mzaliwa wa hapa Kantale. Nimeelewa kwamba kulikuwepo na nyongeo ambayo inawezekana hilo nyongeo tulikuwa tunalisababisha sisi wenyewe kwa kuwaombea mabaya wale viongozi wetu, na kweli wakawa wanashindwa kutenda kwa haki. Kinachotakiwa kufanyika ni nini? Sisi tunatakiwa kuwaombea au kuwainua katika maombi au shukrani ili ziweze kuwasaidia katika majukumu yao ya kila siku, waweze kutenda kwa haki. Hata ile katiba ambao wanakwenda kuitunga iwe katiba ya manufaa kwa ajili ya taifa zima kwa ujumla. Kubwa zaidi, mfano labda tuna watoto, tunawasomesha na tunatakiwa kuombea safari wakafanikiwe. Sasa labda mwanangu amekuwa rais, amekuwa waziri, amekuwa mbunge na ngazi nyingine zinazofuata. Sasa ile nafasi sisi au mimi nikitumika kumuombea mabaya kwa maana ya kumnyonga, automatically hatatenda kwa haki. Atafanya yale mabaya kwa sababu ya ile nyongo ambayo naitengeneza mimi au tunaitengeneza sisi. Kwa hiyo natakiwa kumuombea ili yale maombi moja kwa moja yatamuinua, yatamfanya afanye yale ambayo ni manufaa kwa taifa na jamii kwa ujumla. Kwa majina anaitwa Joanita Christopher, mkazi wa Mgana. Ndio kwenye lango la leo tumejifunza mambo mengi sana, hasa katika ngazi za uongozi wa serikali na ngazi za juu. Kiukweli, kiuhalisia kwa sasa hivi tulikuwa tunaongea maneno mengi sana au tunawanyonga sana watu wetu, wakuu wetu, wa viongozi wetu wakuu wa ngazi za juu. Unakuta maneno yanakuwa ni mengi sana, lakini cha msingi hapa cha kuomba inabidi tuwaombee, maana hasa katika wakati huu tunaokoelekea ni wakati mgumu sana, wakati wa uongozi wa uchaguzi. Uchaguzi huu mkuu utakuwa na mambo mengi, maana kuna mambo mengi yanasemekana, mambo ya kiserikali, mambo tunawatuhumu sana viongozi wetu. Kiukweli inabidi tuwakabidhi. Kwa hiyo basi ushauri wangu katika jamii, ushauri wangu kwa viongozi ambao ni wa dini ni kuwaombea. Tusichoke, mtoto wako uwezi ukamtupa hata siku moja. Ndio maana hata ukiangalia mfano mdogo tu, una nguo yako usipoifua hivi utaivaa tena? Utaitupa. Kwa hiyo basi na sisi basi kama tumeshamteua kiongozi au tumemchagua kiongozi, ndio maana uliharibu muda wako. Tuseme tu kwa lugha hiyo, uliharibu muda wako. Wewe hujaribu muda, hujapoteza muda. Ulikuwa unatetea haki yako. Na Muumba ndiye aliyemchagua kwa sura yako wewe. Maana wewe ni uhalisia wa huyo Muumba, na Muumba hajipingi. Sasa itakuwa ni kitu cha ajabu utakapoanza kumlaumu kiongozi, maana yake unajikosoa mwenyewe. Ukisoma kitabu cha Mathayo 21, ule mstari kuanzia wa 33 hadi ule wa 39, utaona mpangilio wa viongozi katika majira zilizopita kuanzia kwa Musa mpaka kuja kwa Yesu. Utaona walikuwa wanauua watu. Ile ni kitu gani kilichokuwa kinawaua? Kilichokuwa kinawaua ni wale ambao tu walikosa ufahamu. Umenielewa? Waligeuzwa mioyo. Utakuta pale kuna habari ya shamba, kwamba wanatupwa nje ya shamba. Kila aliyekuwa anatumwa anatupwa nje ya shamba. Anayeingia anatupwa nje ya shamba. Anayeingia anatupwa nje ya shamba. Wale ni viongozi. Kwa hiyo na sisi hapa kwa level yetu, shamba hili taifa ni shamba la Muumba tumepewa. Na aliyopewa na kuaminiwa kulinda hilo shamba ni Mheshimiwa Rais. Sio mtu mwingine. Katika level ya taifa ni Mheshimiwa Rais. Lakini ndugu mtangazaji, katika level ya wilaya ni mkuu wa wilaya ndio analinda hilo shamba. Sasa je, tumuue mkuu wa wilaya tuchukue nafasi yake? Tumuue Mheshimiwa Rais tuchukue nafasi yake? Jibu ni nini? Ni hamna. Maana yeye anasema Muumba tukisha msii yeye, wale wabaya wataangamizwa. Ukienda paka kuanzia 40, 41 mpaka kuendelea, wataangamizwa. Kwa hiyo basi jukumu letu sisi viongozi wa dini tufundishe kuwapa uelewa, kwa sababu wale walioko katika jamii wako ndani ya kanisa. Sijui unanielewa vizuri ndugu mtangazaji. Kwa hiyo basi mimi kwa nafasi yangu sio mwanasiasa, na mimi nashukuru kwa leo kunipitia, kuniona. Muumba amependa labda iwe hivi tukutane. Sasa kitu ambacho mimi nashukuru
Nitasema tu kitu kimoja. Saa ambapo unaona kabisa wamekutanika wawili au watatu wakizungumza habari mbaya juu ya kiongozi, maana yake wametengeneza chumba cha kumnyonga. Hata kama hawana panga, hawana rungu, hawana mabomu, ila wameshatengeneza chumba cha kufanyaje? Wanamnyonga tayari hapo. Sasa basi, badala ya kufanya hayo mambo ya kuanza kuzungumza visivyofaa, wakae katika shukurani au maombi. Timotheo wa kwanza 2:1-4 inasema dua na sala na maombi vifanyike kwa ajili ya watu wote, hasa walioko wapi? Madarakani, ili tuweze kuishi maisha ya utaua, utulivu na nini? Na amani. Kwa hiyo amani tunaikosa, utulivu tunaukosa kwa sababu sisi wenyewe tumegeuka kuwa chumba cha kunyonga yule tuliyempa kazi. Habari wateja wetu wazuri wa tablet zetu Tanzania. Tumerestore tablet yetu pendwa ya KD55 yenye kioo, display inchi 8, uwezo wake ni GB 256 na RAM 8. Inatumia laini 2, macho matatu pamoja na cover lake ambalo ni gumu ambalo linasaidia ili siweze kuvunjika kwa rahisi. Sasa mtoto anaweza kutumia kama simu au kuwasiliana na wewe mzazi, lakini pia inakujia na game kibao, katuni na program za kutosha kwa ajili ya yeye kuweza kujifunza. Lakini pia ina zawadi kemkem kama saa, ufutio, penseli na nyinginezo nyingi. Wahi ofa yako ambayo utaipata kwa shilingi 180,000 tu. Kwa mawasiliano tupigie nambari zetu ambazo ni 0759591123. Tunapatikana Kariakoo jijini Dar es Salaam na pia tunafanya delivery katika mikoa yote. Usijisifu wewe mzazi kuchezea vifuu, mfanye mtoto wako afurahie utoto wake.